Okay, naam. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel, bila shaka ni mengi yameonekana hapa moja kwa moja katika mechi ambayo ilikuwa ikiendelea hapa katika uwanja wa Kibeta shule ya msingi, na hapa kama unavyoona ni wachezaji ambao wameweza kukichapa dhidi ya Kibeta FC pamoja na Bugezi FC. Nina mchezaji mmoja hapa, atatuambia kwanza, atuelezee hali vipi ameiona juu ya mechi iliyoanza. Mambo vipi? Safi sana. Sawa, unaitwa nani wewe? Naitwa Mlokozi. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Nilikuwa nacheza namba 9. Tuambie mechi imekuwa vipi katika uwanja? Namshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuja hapa kwenye mchezo baada ya mechi kuanza, tumeweza kucheza, tumepambana, tukaweza kupata bao la kwanza. Tumetoka baada hapo kipindi cha pili tukakaa tukapambana wenzetu na wao wakarudisha hatimaye, lakini tukatoka draw, ila mchezo umeenda salama salimini. Okay. Utofauti gani ambao umeuona labda katika mchezo wako ambao umeshacheza wewe? Utofauti nilioona kwamba wachezaji kwamba ni makosa madogo, lakini tumecheza wote vizuri yani. Okay. Ndio. Unawaahidi nini wachezaji wenzako katika mechi inayokuja? Nawaahidi kwamba kuna vitu vingine yani vikubwa zaidi ya hapo na hapo. Uko unakipiga namba ngapi? Uko unapiga namba 9. Basi sawa, tunashukuru sana. Ndio. Tisha sana. Mambo vipi? Asante. Kama kaa? Uko sawa? Shwari? Mishe. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Kevin Chacha, jina maarufu kama Chura. Namba ngapi ulikuwa unapiga? Nilikuwa napiga namba 5. Tuambie mechi umeionaje siku ile? Mechi imekuwa nzuri sana. Namshukuru Mungu, tumecheza vizuri sana. Hivyo. Okay. Vipi ugumu gani ambao umeona wewe katika mechi? Ugumu sana ni uwanja ulivyo. Mpira ulikuwa utulii, mpira unadunda, lakini tungepata uwanja mzuri leo wangetapika leo. Okay. Ingekuwa changamoto. Mshawahi kukutana nao ni mara ya kwanza kukutana nao? Ni mara yetu ya kwanza, lakini tulikuwa tunakutana nao kipindi cha nyuma, lakini hawa ni wageni. Kwa hiyo kuna changamoto fulani ambayo umeikuta sasa? Changamoto ya kwanza ni uwanja tu, lakini mpira uko vizuri, tumecheza vizuri, wachezaji wetu wamepambana sana. Tunamshukuru Mungu. Tunashukuru sana. Asante. Tumekupata. Bwana mtazamaji, kama unavyoona hapa nina kocha kama kawaida, kocha wa hii game atakuja tuelezee na mwenye mbinu gani ambazo amezitumia kwa kuhakikisha kwamba mpira unatoka sare moja kwa goli moja kwa timu ya pinzani. Mambo vipi? Fresh kama kawaida? Kama kawa. Yes, kwa yule anayekutazama natamani kufahamu majina yako, unaitwa nani? Majina naitwa Joas Kiaruzi, ni kocha wa timu ya Bugezi. Okay. Tuambie ulipangaje kikosi hadi kufika hatua ya kupiga bao moja? Imekuwa vipi? Kikosi tumekipanga kama unavyoona mchezo, lakini changamoto kama unavyoona ilikuwa ni uwanja. Tumepambana. Namshukuru Mwenyezi Mungu hatukupata majeruhi. Okay. Tuelezee mbinu gani ambayo umetumia? Maana mechi ilikuwa ni ngumu inasemekana. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini sasa kutofana na mfumo wetu tumeweza kupata bao. Ndio hivyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ushindi ni kama kawaida yenu au labda leo imetokea? Ushindi ndio kawaida yetu. Lakini japokuwa ni mistake kidogo, unaona uwanja kama alivyosema kapteni wangu hapa, kuna maji mengi, kwa hiyo pasi zilikuwa zitembei vizuri. Okay. Basi unalipi la kuambia wachezaji wako? Nikuongeza tu mazoezi basi. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona moja kwa moja mara baada ya kuongea na wale wenzetu kutoka katika timu ya Bugezi FC, na sasa ninao wachezaji ndani ya Kibeta FC. Watatuelezea namna gani, jinsi gani mechi walivyoiona, na lakini pia ushindi uliopata umetumia mbinu gani kuhakikisha kwamba wenyewe wanaondoka sare kwa bao moja dhidi ya moja. Mimi naitwa Livnus Karoli, lakini nyuma ya kamera nina Mr. Jackson Kasabira, kama utakavyosikia na utakavyopata moja kwa moja. Mambo vipi? Kama kawaida. Karibu sana bwana yeye. Tusogee kidogo hapa angalau tu. Sawa. Kwa hiyo mtazamaji anayekutazama anatamani kufahamu jina lako, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Edwin, lakini jina maarufu ni Ido the Gold. Yes. Safi kabisa Ido. Bila shaka tuambie, wewe ni kiungo moja wapo ambao ulikuwa unakichapa pale. Ndio. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Nilikuwa nacheza back namba 5. Tuambie ugumu ambao umeona ndani ya uwanja labda. Ugumu uliokuwepo uwanjani ni kwamba wenzetu kidogo wametupa game ngumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata sare. Okay. Yes. Sawa kabisa. Mtuelezee, mechi ilivyoanza, wameanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia katika kipindi cha pili maana mabadiliko yamebadilika na nyinyi mkaja kwa style fulani hivi. Mbinu gani ambazo zimetumika ndani ya uwanja? Kikubwa kwanza ilikuwa ni kujaribu kurekebisha makosa ambayo yamefanyika kipindi cha kwanza, lakini pia kuna baadhi ya subs zimefanyika na ndo zimezidi kutuongeza kutupa nguvu kwa hivyo. Okay. Yes. Mna mpango gani sasa mara baada ya mechi kutamatika, labda malengo, mpango, mikakati wewe kama mchezaji mmoja wapo? Kikubwa mipango na malengo tulionao ni kuhakikisha timu yetu inakuwa na mwendelezo. Kwa wasema michezo ni furaha, ni afya, ni upendo, kwa hiyo iwe na mwendelezo. Tutoke hapa tulipo, tunaweza tukasogea. Mungu mengi, kuna siku tunaweza kukuta hata ligi ya mkoa. Sawa.
Sawa. Yes. Neno kwa wachezaji wenzako labda unalipa kuambia. Kikubwa ni kuendelea kushirikiana, kuendelea kuwa na nidhamu, lakini pia na kutunza mazoezi. Yes. Bwana sisi tunashukuru sana bwana. Ndio hayo tu. Ido the go. Shukrani. Bwana mwingine basi chezaji moja wapo hapa ambao nimechapa hapa moja kwa moja. Chezaji moja wapo. Shaidu Kasim. Kocha wa timu ya Kibete FC. Okay. Hebu tuambie kocha, ugumu gani ambao umeuona katika mechi kuanza hadi kutamatika ndugu yangu? Maana tumeona mmekamatwa kwa kweli, labda kipindi cha pili ndio umefanya maajabu. Kikubwa kwenye kiungo tulikuwa vibaya. Lakini mwisho wa siku tumerekebisha makosa yetu, tukatengeneza nafasi, mwisho wa siku tumescore. Ukisema kwamba mlikuwa vibaya, kivipi? Ulikuwa hujajipanga kocha? Unajua mnaweza mkazidiana kimbinu. Unaangalia mwenzako ameanza vipi, ameingia vipi kwenye game. Wameingia kwa kasi. Sasa mwisho wa siku na mimi nimerekebisha kidogo, nikageuza namba baada ya kupiga namba beki, namba 5 nikamuingiza namba 6. Namba 6 akarudi beki. Kwa hiyo nika maintain kiungo. Mwisho wa siku tukabalance timu yetu. Baya kama mazuri. Imeonekana refa ambaye alikuwa ndani alikuwa analalamikiwa na wenzake ambao wanamsaidia wale wa pembeni, wanaitwa linesmen kama vibendera, kwamba alikuwa hana ushirikiano. Wewe kama kocha ulivyokuwa nje na wewe ulikuwa unaionaje? Kikubwa hawakuwa na ushirikiano. Ina maana walikuwa na tension ya mchezo. Ndio kilichopelekea kilikuwa kinaendelea, mambo yakawa ndivyo sivyo. Sio ndivyo, baadaye wakabalance. Umejipangaje wewe kama kocha labda katika mechi zijazo? Mechi zijazo tumejipanga vizuri. Na maana kuna wachezaji ambao kuwepo, na maana tutajitahidi mechi zijazo watakuwepo, na maana walikuwa wamesafiri. Wakirudi tutakuwa vizuri tu. Mungu atasaidia, tutapambana. Okay. Bwana sisi tunashukuru sana bwana. Semaji wa timu kama utakavyosikia maneno yake akielezea namna gani jinsi gani timu yake ya Kibete FC ilivyoweza kujitahidi kwa namna moja nyingine kuondoka sare kwa bao moja kwa moja. Wale wote vipi semaji, habari za wakati huu? Fresh kwa kweli. Poa semaji. Yaani tuko poa sana. Sijapoa, kawaida, yani kawaida ndo nilivyo, lakini nikishaingia kwenye issue za kuongea basi tunaongea. Ndio. Kwa maana ya mtazamaji natamani kufahamu majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Frank Victor, ndo jina langu kawaida ambalo nakuwa nalitumia mara kwa mara. Msemaji wa timu, lakini vile vile ni mtu ambaye anamiliki uratibu wa timu hii. Okay. Ambayo ni Wanyabi FC. Japo tunapatikana hapa Kibeta, lakini Wanyabi FC. Okay. Yanatuchanganya majina, mara Kibeta FC mara Wanyabi FC. Tutoe nini tufanyeje? Au bado mnatengeneza timu? Naishi mara ya kwanza tumekutana, hii timu tuliwaambia inaitwa Wanyabi FC. Kana kwamba hata ukichukua zile usemaji wangu wa kwanza ilikuwa ni hivyo. Kana kwamba timu ya Kibeta FC hiyo, kuna timu nyingine ambayo inakuwa ni timu ya kata. Tukisema Kibeta FC ni timu ya kata. Kana kwamba kwenye mechi zetu ambazo tunakifanya, nilisema kwamba tunatengeneza kitu ambacho tunachambua wachezaji alafu tunakuja kutengeneza timu ya kata. Sasa hiyo timu ya kata na hisi ndio itakuja kuitwa hilo jina, lakini sisi ni Wanyabi FC ambao tuko na timu yetu kabisa. Okay, sawa. Sawa, pengine umetuambia Wanyabi FC tumekuelewa, lakini tueleze kwa ufupi mechi umeionaje kama wewe msemaji wa timu labda? Tukiacha na ushabiki. Mechi ilikuwa nzuri sana. Ni game ambayo imepigwa vizuri sana, wapinzani walianza kwa kasi, lakini vile vile na sisi tulikuwa tumeplay, yani kwa pati yetu tumecheza kama tulivyokuwa tunawazia, lakini na wachezaji ambao tulikuwa tunawategemea bahati mbaya kuwepo, tukawa kidogo tumeona kwamba tutayumba, lakini bahati nzuri tumeingia kwenye mfumo ambao ni mzuri baadaye, japo wapinzani wangu walikuwa si wabaya. Na sisi ndio kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji, kwa sababu hiyo ndio timu ya kwanza tumetengeneza na ndio mechi ya kwanza. Kana kwamba tulikuwa tunakuja kupima uwezo wa timu yetu ambayo tumeitengeneza iko vipi. Lakini kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba ni jambo jema kukutana na timu ambayo iko best sana. Kwa sababu ukitengeneza timu, mimi naamini kwamba unavyotengeneza timu kana kwamba mnakuwa ile combination bado tulikuwa hatuna. Kwa sababu kila wachezaji wanapigia mazoezi huku unakuta ndio tumetengeneza ile combination leo. Kana kwamba sisi tulitegemea tuchukue timu ambayo ni bora kwa ajili ya kuja kujipima uwezo wetu. Tumepima uwezo wetu, timu ilikuwa ni nzuri zaidi, ili wapinzani wetu wamecheza kwa uwezo wao ambao ni mzuri zaidi. Japo kuna baadhi ya wachezaji ambao wameweza kuchukuliwa kwa ajili ya kuja kutengeneza pia timu ya kata ambao kutoka kula ambao ni wazuri, ila nidhamu ndo ilikuwa, naweza nikasema upande wa timu pinzani nidhamu kidogo ilikuwa ni inashuka. Okay. Ya wachezaji ni wazuri, lakini ile nidhamu bado hajatengeneza kitu kama nidhamu ya uwanjani. Okay. Bwana si tucheze na refa tufanyeje, faulu zinakuwa ni nyingi, yani kama vile mpira unakuwa ni vita. Lakini bahati nzuri tumeweza kumaliza game vizuri, toka 1-1 sare. Mchezo umekuwa mzuri zaidi. Bwana sisi tunashukuru sana. Ndio hayo tu. Pamoja sana. Kama kuna mashabiki labda mmoja wawili mashabiki. Yes. Washangiliaje ambao wanaweza kufanya vyao. Mambo vipi? Kama kawaida bwana, fresh sherehe.
Kama kawa yani. Mechi umeionaje labda kwa ufupi kidogo? Mechi ilikuwa nzuri. Kama ulivyoona imetoka ni moja. Ndio. Kwa hiyo vipi wewe moja kwa moja umeionaje? Sawa? Ni sawa. Ni sawa. Gola nini inaitweje ile? Beta nani? Bugezi. Sio Bugezi, achana Bugezi. Mimi Kibeta. Kibeta FC. Yes. Kafunga dogo fulani hivi ana kiwiji anaitwa Ono. Yes. Ndio kafanya mambo karejesha mchezoni. Yes. Sawa. Nakwambia labda wachezaji labda kwa jumla unalipi nakwambia? Muunganiko wao. Mimi sijapenda leo. Huo muunganiko wao kidogo changamoto. Unaitwa nani majina yako sasa? Majina yangu ni Kaba Ntega Boy the Building. Pamoja sana. Ndio hivyo. Mtazamaji, bila shaka umeyapata mengi sana kutoka hapa katika viwanja vya unakuja? Kutoka katika viwanja vya Kibeta shule ya msingi. Tuseme tuna la ziada. Labda endelea kusubscribe channel mbalimbali ili kusudi uweze kuyapata mengi ambayo unaweza kuyapata. Mimi naitwa Livinus Karoli, nyuma ya kamera ni Mr. Jackson. Nasema asante sana. Bye.